Zamani za kale, kabla kabisa ya ulimwengu kuweko, alikuweko mfalme. Mfalme wa utukufu. Mfalme huyu alikuwa mbali, juu sana na ng'ambo chochote na yeyote tunayeweza kumfikiria. Kwenye kutokuwa na mwisho kwa umilele, yeye pekee alikuwa mfalme, na ufalme wake ndio ulikuwa ufalme wa pekee, enzi yenye hekima, upendo, furaha na amani kikamilifu. Ufalme huo haukuwa na haja ya jua wala nyota, maana mfalme mwenyewe alikuwa nuru yake. Huku ufalme huo ukiwa bila mipaka, kikubwa ulikuwa na mipaka kwa waliokuwa chini yake. Baadhi wanasema mfalme hakuwa kabisa na wa chini yake, au hakuwa nao. Moja wa siri ya mwanzo za mfalme huyu ilikuwa kwamba pamoja na kuwa ni yeye pekee aliyekuweko, kamwe yeye hakuwa peke yake. Isitoshe, yeye alitaka ashiriki maisha na viumbe wengine wenye akili. Hivyo mfalme huyu mwema na mwenye hekima alifanya jimbo la mbinguni lenye mamilioni ya viumbe wa kiroho wanaong'aa, wenye akili kupita kiasi, walioitwa malaika. Aliwajua wote kwa majina na alitaka nao wamjue yeye. Maisha na mfalme huyo lilikuwa tukio la ajabu lisilo na kikomo. Lakini mfalme alitaka zaidi ya malaika. Hivyo aliumba ufalme wa wakati, anga na vitu, ulimwengu wa kustaajabisha wenye sayari ya kumeremeta, ambaye ingekuwa makao ya jamii ya viumbe wa ajabu wanaoitwa wanadamu. Tofauti na malaika, familia ya wanadamu ilianza na viumbe wawili tu, wa kiume na wa kike. Kama ilivyokuwa kwa malaika, mfalme alitaka ashiriki pia na wanadamu. Kisha lilitokea jambo la kutisha. Uasi ulitokea kwenye ufalme, kwanza mbinguni, kisha kwenye dunia. Malaika mwasi alichukua ufalme wa dunia kwa kuwateka wanadamu wake. Lakini mfalme hakushtuka. Ndani kabisa ya moyo wa mfalme ulikuwemo mpango wa kuokoa wa ajabu. Wa kimiujiza, wa kupita kiasi, wenye athari mno, kiasi kwamba angechukua maelfu ya miaka kuutimiza. Ungetarajia jambo gani lingine kutoka kwa mfalme wa umilele? Anaishi juu ya wakati. Kumjua mfalme na mpango wake, lazima ukijue kitabu chake. Kwa zaidi ya miaka 1500, mfalme alichagua watu kama 40 waandike habari zake na ujumbe wake. Waliitwa manabii. Mfalme aliwapa maneno yake walioandika kwenye magombo, ili yanakiliwe, yaenezwe na yatunzwe kwa ajili ya vizazi vijavyo. Ingawa manabii wengi hawakujuana hata kidogo, maandishi yao husimulia simulizi moja na ujumbe mmoja uliothabiti. Maandishi ya manabii hao huitwa